AU yaliorodhesha jeshi babe kwa sasa jeshi la mapinduzi la Iran kuwa la ugaidi. Umoja wa Ulaya umeorodhesha jeshi la mapinduzi la Iran, kiboko ya Israeli na Marekani, kama kundi la kigaidi kufuatia ukandamizaji mkali wa maandamano ya kitaifa ulioua maelfu. Licha ya hatua hiyo kuwa ya kiishara zaidi inazidisha shinikizo kwa Iran, Umoja wa Ulaya umeafikiana kuliorodhesha jeshi la mapinduzi la Iran IRGC kama kundi la kigaidi kufuatia ukandamizaji mkali. Mkuu wa sera za kigeni wa AU Kaja Kallas amesema mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 27 wanachama walikubaliana kwa kauli moja juu ya uamuzi huu, akisema hatua hiyo inaliweka jeshi hilo katika daraja moja na makundi kama Al-Qaeda, Hamas na IS. Anasema wanaotumia ugaidi lazima watendewe kama magaidi, Kallas alisema. Maandamano hayo yaliyochochewa awali na matatizo ya kiuchumi yaligeuka kuwa changamoto ya moja kwa moja kwa utawala wa Iran kabla ya kukandamizwa kwa nguvu kubwa na wale waliokuwa wanaitwa majasusi wa Israeli. Sasa tutazame sera za uadui ya Umoja wa Ulaya dhidi ya Iran. Brussels inataka nini? Umoja wa Ulaya umeendeleza msimamo wake wa kuingilia masuala ya ndani ya Iran kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya Teheran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 27 za Ulaya wameidhinisha kifurushi kipya cha vikwazo katika mkutano uliofanyika Brussels Alhamisi Januari 29, wakiwalenga watu na taasisi kadhaa za Iran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ameandika katika ujumbe uliochapishwa kwenye X kwamba baraza la mawaziri wa mambo ya nje la Ulaya limeweka vikwazo dhidi ya wanachama wa serikali ya Iran, mahakama na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Waziri huyo wa Ufaransa amesema watu binafsi na mashirika 21 ya Iran watapigwa marufuku kuingia kwenye eneo la Ulaya na mali zao zitazuiliwa. Alhamisi Januari 29 pia Umoja wa Ulaya pia umeliweka jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwenye orodha yake ya mashirika ya kigaidi. Swali linalojitokeza baada ya hatua hizi za uhasama dhidi ya Iran za Umoja wa Ulaya, ambazo zinatambuliwa kuwa awamu mpya ya mashinikizo ya kisiasa na kiusalama dhidi ya Iran, ni kwamba nini sababu, malengo na matokeo ya hatua kama hizi? Inaonekana kwamba Brussels inafuatilia malengo kadhaa katika swala hili. Lengo la kwanza la AU ni eti kutuma ujumbe mkali wa kisiasa kwa Iran. Katika miaka ya hivi karibuni, AU imekuwa chini ya mashinikizo ya bunge la Ulaya na baadhi ya nchi wanachama yanayoitaka kuchukua msimamo mkali zaidi kuhusu eti yanayojiri nchini Iran. Kuwawekea vikwazo maafisa na taasisi za Iran ni uwenzo wa gharama nafuu lakini wa kimaonyesho tu wa Brussels. Hatua hii inadhihirisha Ulaya kuwa inafuatilia na kutilia maanani yanayojiri nchini Iran na kwamba inachukua msimamo mkali mkabala wa mashinikizo ya ndani na nje. Lengo lingine ni kuonyesha mshikamano wa kimkakati na Marekani na baadhi ya washirika wa kikanda wa AU. Ulaya inajaribu kupunguza pengo na ufa uliopo baina yake na Marekani kwenye kipindi cha sasa ambapo inakabiliwa na migogoro ya kijiopolitiki kama vile vita vya Ukraine na ushindani wa China. Vikwazo vipya dhidi ya Iran na kuliweka jeshi la IRGC katika orodha ya makundi ya kigaidi ni hatua ambazo zitaikurubisha Ulaya kwa Washington kisiasa na kuimarisha mshikamano wa kambi ya Magharibi. Mshikamano huo pia unaweza kutumika kama wenzo wa mshinikizo katika mazungumzo ya baadaye ya Iran. Lengo lingine ni kujaribu eti kubadili mienendo ya kikanda ya Iran. Ulaya inadai kuwa na wasiwasi kuhusu nafasi ya Iran kwenye eneo la Asia Magharibi, kuanzia Yemen hadi Syria na Lebanon. Kwa mujibu wa madai ya wazungu, vikwazo dhidi ya IRGC na maafisa wa taasisi za Iran vinaweza kuwa jaribio la kupunguza ushawishi wa kikanda wa Iran. Ingawa hatua hizi zina athari ndogo ya kivitendo, lakini zina umuhimu wa kidiplomasia na kinembo tu kwa Ulaya. Lengo lingine ni kuzidisha mashinikizo kwenye suala la nyuklia. Wakati huu ambapo mazungumzo yamekwama na shughuli za nyuklia za Iran zinashika kasi zaidi, vikwazo vipya na tangazo la kulitambua jeshi la IRGC kuwa ni taasisi ya kigaidi ni sehemu ya mkakati wa mashinikizo yanayolenga kurudisha Iran kwenye meza mazungumzo au kwa uchache kutengeneza turufu zaidi kwa ajili ya mazungumzo ya siku zijazo. Wakati huo huo, hatua hizi pia ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Ulaya za kutaka kulinda mshikamano wake wa ndani. Nchi wanachama wa AU zina maoni tofauti kuhusu Iran na kuchukua msimamo mikali kunaweza kusaidia kuunda umoja miongoni mwao. Kwa hivyo, maamuzi haya yana taathira za ndani sambamba na malengo yake ya nje. Matokeo mabaya ya hatua za kiuadui za AU kwenye uhusiano wa Iran na Ulaya pia yatakuwa makubwa.
Hatua hii ya AU bila shaka itasukuma uhusiano wa Iran na Ulaya katika awamu ya mvutano zaidi. Kuliweka jeshi la walinzi wa mapinduzi kwenye orodha ya mashirika ya kigaidi na kuwawekea vikwazo maafisa na taasisi 21 za Iran kunazidisha hali ya kutoaminiana kati ya pande hizo mbili na kubana zaidi anga ya mazungumzo. Iran imetambua hatua hiyo kwani kuingilia mambo yake ya ndani na kitendo cha uadui, na bila shaka itajibu mapigo kwa hatua za kisiasa au kisheria. Hali hii inaweza kudhoofisha njia za kidiplomasia na kupunguza uwezekano wa mazungumzo yoyote ya kujenga kuhusu masuala ya nyuklia au usalama. Kwa upande mwingine, kwa kufanya maamuzi haya, Ulaya itapoteza sehemu ya uwezo wake wa kuwa mpatanishi na kubana zaidi nafasi yake katika kusimamia migogoro inayohusiana na Iran. Katika nyanja za kiuchumi, hatua hiyo ya AU dhidi ya Iran inaweza pia kuathiri uhusiano mdogo wa kibiashara uliopo baina ya pande mbili. Ingawa kiwango cha biashara kati ya Iran na Ulaya kimepungua katika miaka ya hivi karibuni kutokana na vikwazo vya Marekani na vikwazo vya kibenki, lakini kiwango hiki kidogo pia kinaweza kupungua zaidi kutokana na anga hewa mpya ya kisiasa. Makampuni ya Ulaya ambayo hapo awali yalikuwa na tahadhari ya kufanya biashara na Iran sasa yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi, na kuna uwezekano kwamba yataepuka ushirikiano wowote mpya, hali ambayo inaweza kuzidisha ufa wa kiuchumi kati ya Iran na Ulaya. Katika ngazi ya kikanda, uamuzi wa AU una athari nyingi. Kwanza, hatua hiyo inaweza kuzidisha mivutano katika kanda ya Asia Magharibi, kwani Iran inaona maamuzi hayo kama sehemu ya mkakati mpana wa mashinikizo ya Magharibi. Mwelekeo kama huo unaweza kusababisha milingano tata zaidi ya kiusalama katika Ghuba ya Uajemi, Iraq, Syria na Lebanon. Kwa upande mwingine, vitendo hivi vinaweza kuathiri uhusiano wa Iran na wachezaji wasio Magharibi kama vile Russia na China, kwani kuzidishwa shinikizo la Ulaya kunaweza kuisukuma Iran katika kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati na nchi hizo. Mwenendo huu unaweza kubadilisha mlingano wa nguvu katika eneo hilo na kufifiza nafasi ya Ulaya katika matukio ya Asia Magharibi. Ukweli ni kwamba kadiri Ulaya inavyochukua sera kali zaidi, ndivyo Iran inavyokwenda mbali zaidi na Magharibi na kukaribia kambi pinzani. Kwa ujumla ni kwamba hatua za AU za Januari 29, 2026 sio tu kwamba zinatatiza uhusiano wa pande mbili, lakini pia zina athari mbaya kwa usalama wa kikanda na mlingano wa nguvu duniani. Wakati hayo yakiendelea, Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Russia mjini Moscow. Kulingana na ripoti ya Russia Today Ijumaa, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alitangaza kwamba rais wa Russia alimkaribisha katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Moscow kwa ajili ya mazungumzo. Hakuna maelezo zaidi kuhusu mkutano huo na masuala yaliyojadiliwa ambayo yametolewa hadi sasa. Kazem Jalali, balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Russia, ametangaza kwamba Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Ijumaa jioni alikutana na kuzungumza na rais wa Russia Vladimir Putin. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Teherani iko tayari kwa vita na mazungumzo, lakini haitakubali kuwekewa masharti. Araghchi ameeleza hayo kufuatia vitisho vya kijeshi vya Washington dhidi ya Teherani. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Ankara, Uturuki, akiwa pamoja na mwenyeji wake Hakan Fidan, waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema Iran iko tayari kuingia katika mazungumzo ya nyuklia ikiwa tafanyika kwa usawa, kwa kuzingatia maslahi ya pande zote na kuheshimiana. Ikiwa mazungumzo ni ya haki, Iran iko tayari kushiriki katika mazungumzo na majadiliano. Hatutakubali kwa njia yoyote kushurutishwa na kushinikizwa, amesema Said Abbas Araghchi. Akijibu maswali kuhusu kuwasiliana na Washington, Araghchi amesema serikali ya Marekani imetaka mazungumzo kupitia wasuluhishi mbalimbali. Iran haina tatizo na mazungumzo, lakini mazungumzo hayawezi kufanyika mkabala wa vitisho. Wanapaswa kuachana na vitisho na kuwa tayari kwa mazungumzo ya haki. Ila pia spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu bunge la Iran, Mohamed Bakr Kalibaf, amesema kuwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Sepai ni mojawapo ya vikosi imara na vyenye ufanisi zaidi vya kupambana na ugaidi duniani. Spika amesema hayo akijibu hatua ya Baraza la Umoja wa Ulaya ya kukiweka kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu katika orodha ya makundi ya kigaidi. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.